ni Mtoro TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, waheshimiwa wanahabari, kwanza kabisa niwape salamu kutoka Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na kuwashukuru kwa kuitikia wito wetu kuhudhuria katika press hii ambayo ni press maalum kutoa taarifa kwa jamii kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa BAKWATA ambao tunatarajia kufanya hivi karibuni. Pokeeni salamu za Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania akiwa Maka kule akiongoza shughuli za mahujaji. Anawapa salamu sana na anawaomba muwe wajumbe wazuri wa kueneza taarifa hizi kwa jamii nzima ili fahamu kile kinachofanywa na baraza katika kutekeleza dhana nzima ya baraza ya utawala bora ya kuhakikisha kwamba ni chombo shirikishi na chenye kufuata misingi ya katiba yake. Kwa kulitambua hilo, tuna uchaguzi mkuu wa BAKWATA ambao tunatambua kwamba ulitakiwa ufanyike mwaka jana, lakini ukaahirishwa kupitia uchaguzi mkuu wa nchi, lakini hatimaye tukapata idhini ya kufanya uchaguzi haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo katika kikao cha halmashauri kuu ya BAKWATA cha tarehe 16 mwezi huu wa 5 kilipitisha mchakato wa uchaguzi kwamba uanze mara moja. Katika kikao hicho, na huu ni waraka namba 1 wa uchaguzi wa BAKWATA wa mwaka 2026 ambao baadaye nitawasambazia na nyinyi muupate kwa ajili ya rejea nzuri zaidi. Uchaguzi huu wa BAKWATA utaanzia ngazi ya msikiti mpaka ngazi ya mikoa na pia utashirikisha mikoa 26 ya Tanzania bara. Nasema mikoa 26 kwa sababu mkoa wa Singida mwaka huu ulifanya uchaguzi maalum. Mwaka jana nadhani ulifanya uchaguzi maalum wa kutangulia kwa sababu kulikuwa na changamoto mbalimbali. Tukaamua kufanya uchaguzi maalum ukiwa kama pilot pia ya uchaguzi huu ambao utafanyika sasa hivi. Kwa hiyo kimsingi uchaguzi wa BAKWATA utahusisha mikoa 25 ukitoa mkoa wa Singida. Ila mkoa wa Singida utafanya uchaguzi katika maeneo mawili ya jumuiya ya kina mama UWAKITA, lakini na jumuiya ya vijana UVIKIBA. Kwa mujibu wa kikao cha halmashauri kuu kilichokaa tarehe 16, kilipitia rasimu ya ratiba ya uchaguzi ambayo nitaisoma kama ifuatavyo, kwamba uchaguzi huu utakuwa na ngazi ya msikiti, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa. Kuna ngazi 4 tofauti na kila ngazi itakuwa na tarehe zake. Uchaguzi wa kwanza utakuwa ni wa ngazi ya msikiti, ambayo ngazi ya msikiti uchaguzi huu utaanza mchakato wake utaanza tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ndio mchakato utaanza wa kuchukua fomu katika ngazi ya msikiti, lakini kutakuwa na mchakato hapo katikati wa kurudisha fomu na kupitisha majina hapo katikati. Lakini uchaguzi hasa wa msikiti utafanyika tarehe 26 mwezi wa 6. Uchaguzi wa ngazi ya msikiti utafanyika tarehe 26 mwezi wa 6. Baadaye nitawaeleza katika ngazi ya msikiti uchaguzi unamhusu nani na nani. Lakini ngazi ya wilaya, ngazi ya kata, uchaguzi mchakato wa uchaguzi utaanza tarehe 28 mwezi wa 6 wa kuchukua fomu, lakini uchaguzi wenyewe hasa utafanyika Jumanne ya tarehe 7 mwezi wa 7, uchaguzi katika ngazi ya kata. Lakini uchaguzi ngazi ya wilaya mchakato wake utaanza wa fomu utaanza Alhamisi ya tarehe 9 mwezi wa 7 na uchaguzi wenyewe utafanyika Jumamosi ya tarehe 18 mwezi wa 7.
Hiyo ni ngazi ya wilaya. Lakini ngazi ya mkoa, uchaguzi huu utafanyika, mchakato wake utaanza tarehe 20 mwezi wa 7 na uchaguzi haswa utafanyika tarehe 9 mwezi wa 8. Lakini pia kutakuwa na tarehe za uchaguzi wa jumuiya za kina mama na vijana, JUVIKIBA na JUAKITA. Katika ngazi ya msikiti, uchaguzi wa JUVIKIBA utaanza tarehe 20 mwezi wa 6, lakini ngazi ya kata utafanyika tarehe 28 mwezi wa 6. Ngazi ya wilaya utafanyika tarehe 12 mwezi wa 7. Ngazi ya mkoa utafanyika tarehe 26 mwezi wa 7. Huo ni wa jumuiya ya kina mama. Lakini jumuiya ya vijana, uchaguzi wa ngazi ya msikiti utafanyika tarehe 21 mwezi wa 6. Ngazi ya kata utafanyika tarehe 4 mwezi wa 7. Ngazi ya wilaya utafanyika tarehe 11 mwezi wa 7 na ngazi ya mkoa utafanyika tarehe 25 mwezi wa 7. Sasa nani wanagombea na nafasi gani ambazo zinagombewa katika kila ngazi? Tunaanza na ngazi ya msikiti. Kutokana na ibara ya katiba ya BAKWATA ya mwaka 1999 toleo la 2018 ibara ya 20, viongozi katika msikiti watakaochaguliwa ni kama wafuatao. Kwanza, nafasi katibu wa msikiti, nafasi moja. Mweka hazina wa msikiti, nafasi moja. Wajumbe wawili wa kuingia katika mkutano mkuu wa kata. Wajumbe 5 wa usuluhishi wa migogoro katika msikiti, na wajumbe 5 wa kamati ya msikiti. Hao ni wajumbe watakaochaguliwa katika ngazi ya msikiti. Lakini kuna wajumbe wa mkutano mkuu wa msikiti ambao watashiriki katika uchaguzi huo. Wa kwanza ni imamu wa msikiti, naibu imamu aliyeteuliwa na imamu wa msikiti, katibu wa msikiti, wajumbe wote wa kamati ya msikiti, waumini wote wanaoishi na kuswali katika eneo la msikiti huo. Kwa maana kwamba huu ndio mkutano mkuu wa msikiti ambao utawachagua wale niliowataja hapo juu. Hao waliotajwa hapo juu watachaguliwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa msikiti, ambapo mkutano mkuu wa msikiti utakuwa na watu hawa wafuatao: imamu wa msikiti, naibu imamu wa msikiti, katibu wa msikiti, wajumbe wote wa kamati ya msikiti ambao ni 5, na waumini wote wanaoishi na kuswali katika eneo husika. Hiyo ni nafasi ya msikiti. Tunakuja katika nafasi zinazogombewa na kupigiwa kura katika ngazi ya kata. Kwanza ni mwenyekiti wa halmashauri ya kata mmoja, mashehe 7 wa baraza la mashehe la kata, wajumbe 10 wa halmashauri ya kata, lakini wajumbe 2 wa mkutano mkuu wa wilaya. Kuna wajumbe 2 watakaotoka kwenye kata kuwakilisha mkutano mkuu wa wilaya, na katibu wa kata. Hao ndio nafasi zitakazochaguliwa. Lakini wajumbe watakaounda mkutano mkuu wa kata ni kina nani? Ni hawa wafuatao: shehe wa kata, mwenyekiti wa halmashauri ya kata, wajumbe 7 wa baraza la mashehe la kata, wajumbe 10 wa halmashauri ya kata, maimamu wote na manaibu imamu wa misikiti ya BAKWATA katika kata hiyo, makatibu wa kamati za misikiti yenye vikao vya BAKWATA katika ngazi hiyo ya kata, wajumbe 2 wawakilishi wa kila msikiti, viongozi wote wa vikao vya juu wanaoishi katika kata hiyo. Kwa maana hata kama katibu mkuu ninaishi katika kata mojawapo kule kwenye msikiti ule, ina maana mimi hata kama sio mjumbe pale, lakini kwa sababu niko ngazi ya taifa, basi na ingia kama mjumbe halali katika kikao kile. Lakini kuna katibu wa kata, kuna katibu wa baraza la mashehe la kata na muhasibu au muhazini wa kata. Hiyo ndo ngazi ya kata. Nafasi zinazogombewa katika mkoa na wilaya. Tunaanza na wilaya. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya, nafasi moja.
mashehe 7 watakaoingia katika baraza la mashehe la wilaya, wajumbe 10 wa halmashauri ya wilaya, katika mkoa watakao kuwa wagombea na wanaochaguliwa ni hawa wafuatao: mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa, mjumbe mmoja wa halmashauri kuu BAKWATA taifa wa mkoa. Kila mkoa unachagua mjumbe mmoja wa halmashauri kuu kuwakilisha mkoa husika. Lakini mashehe 9 watakaochaguliwa kuwa katika baraza la mashehe la mkoa na wajumbe 10 wa halmashauri ya mkoa. Hizo ndio nafasi zitakazogombewa katika wilaya na mkoa. Wajumbe wa mkutano mkuu wa wilaya ni nani? Wajumbe wa mkutano mkuu wa wilaya ni hawa wafuatao: shehe wa wilaya, kadhi wa wilaya, katibu wa baraza la mashehe wilaya, katibu wa kadhi wilaya, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya, wajumbe wote wa baraza la mashehe la wilaya, wajumbe wote wa halmashauri ya wilaya, wenye viti wote wa kata, mashehe wote wa kata, makatibu wote wa kata, wajumbe wa vikao vya juu vya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA wanaoishi katika wilaya hiyo, katibu wa wilaya, mhasibu wa wilaya, wajumbe wawili wa mkutano mkuu wa wilaya kutoka katika kila kata na wilaya, lakini pia na wajumbe kutoka jumuiya ya kina mama na vijana. Wajumbe wanaounda mkutano mkuu wa mkoa ni shehe wa mkoa, kadhi wa mkoa, makadhi wa wilaya, katibu wa baraza la mashehe la mkoa, katibu wa kadhi wa mkoa, mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa, mwenyekiti wa wilaya, wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa wa mkoa huo, wenye viti wa halmashauri za wilaya, makatibu wa wilaya, wajumbe wa vikao vya juu wanaoishi katika maeneo hayo, wajumbe wa halmashauri ya mkoa na wajumbe wa baraza la mashehe la mkoa, katibu wa mkoa, mhasibu wa mkoa na wajumbe wa kutoka katika jumuiya hizo za kina mama na vijana. Tukija katika nafasi za JUAKITA na JUVIKIBA, kina mama na vijana, nafasi ni hizi. Katika ngazi ya tawi ya msikiti kutakuwa na mwenyekiti wa msikiti, kunakuwa na katibu wa msikiti. Katika hiyo nazungumzia katika ngazi hizi za jumuiya hizi mbili, JUAKITA na JUVIKIBA, kwamba kutakuwa na mwenyekiti wa msikiti, kuna katibu wa msikiti, kuna mweka hazina wa msikiti, lakini wajumbe 2 wa kuingia katika mkutano mkuu wa kata na wajumbe 5 wa kamati ya msikiti ya utawi. Lakini kutakuwa pia na wajumbe wa mkutano mkuu wa JUAKITA na JUVIKIBA ni wale ambao wametajwa katika nafasi hizo hapo juu, kama mwenyekiti wa tawi au mwenyekiti wa msikiti, katibu wa msikiti, mweka hazina wa msikiti, wajumbe wote wa kamati ya msikiti, waumini wote wanaoishi na kuswali katika eneo la msikiti huo, na kiongozi yote wa ngazi ya juu ambaye atahusika katika eneo hilo. Katika nafasi hizo katika kata ni mwenyekiti wa kata, katibu wa kata, mweka hazina wa kata na wajumbe 2 watakao kuwakilisha katika mkutano mkuu wa wilaya. Lakini wajumbe wa mkutano mkuu wa kata katika JUVIKIBA na JUAKITA ni wenye viti wa kata, makatibu wa kata, weka hazina wa kata, wajumbe 2 waliochaguliwa katika mkutano wa msikiti katika kuwakilisha katika kata, viongozi wote wa vikao vya juu wanaoishi katika maeneo husika. Lakini pia katika wilaya ni mwenyekiti wa wilaya ndio atakaye kuwa anachaguliwa, wajumbe 2 wa mkutano mkuu wa mkoa, wajumbe 7 wa kamati ya wilaya. Lakini katika mkoa pia kutakuwa na mwenyekiti wa mkoa, mwakilishi wa halmashauri kuu ambaye anatoka JUAKITA na JUVIKIBA, lakini wajumbe 10 wa kamati ya mkoa. Wajumbe wa mkutano mkuu wa wilaya kwa mujibu wa kanuni zetu ni mwenyekiti wa wilaya, katibu wa wilaya, mweka hazina wa wilaya, wenye viti wote wa kata, makatibu wote wa kata, wajumbe 2 wa kila kata na wajumbe wa vikao vya ngazi ya juu. Na katika mkoa vile ni mwenyekiti wa mkoa, katibu wa mkoa, mweka hazina wa mkoa, wenye viti wote wa wilaya, makatibu wote wa wilaya, wajumbe 2 kutoka katika kila wilaya na wajumbe wa vikao vya juu watakaoishi katika maeneo hayo. Tunasisitiza tu kwamba utaratibu ambao tutakaotumia
ni utaratibu wa wazi na shirikishi, na kila mtu atakuwa na haki ya kupata nafasi ya kugombea katika nafasi ambayo anastahiki kugombea, na uhuru utatolewa kwa watu kuchukua fomu kwa uhuru kabisa, na hakuna atakayenyimwa fomu. Fomu zitakuwa katika maeneo mbalimbali ya wilaya zetu, lakini kwa sababu tumeenda kitaalamu zaidi, fomu hizi kutakuwa na linki maalum ambao fomu hizi zitapatikana katika mtandao. Kwa hiyo ule ukiritimba wa mtu ameenda amenyimwa fomu kwa sababu hana hiki wala kile kutokana na uchaguzi, na tunajua uchaguzi unavyokuwa na mambo yake. Kwa hiyo watu wengine wanaweza wakatengeneza ukiritimba wa kutotoa zile fomu. Zile fomu tutazisambaza kwenye linki maalum ya baraza, na wewe unaweza ka download ile fomu ukaijaza kwa mujibu wa maelekezo yatakayokuwepo pale, na ukaingia katika listi ya wagombea katika nafasi husika. Tutatoa maelekezo vizuri, na linki hiyo itatolewa, itakuwa na maelekezo ambayo utabidi uyafuate ili uweze kupata hizo fomu vizuri. Siku hizi hakuna haja hata ya kwenda kumfuata mtu, ila wakati wa kurudisha inabidi sasa urudishe ile fomu ikiwa tayari imejazwa, na listi ya majina iingie katika listi ya wale ambao watapelekwa katika vikao vya kuchuja majina hayo. Tunachoomba kikubwa zaidi na tunachosisitiza kwa viongozi wetu wote wa wilaya, kata, mkoa na hata taifa ni kuhakikisha kwamba watu wanahamasishwa na kuelewa taratibu zote hizi za uchaguzi, ili uchaguzi ufanyike kwa demokrasia, kwa uadilifu, lakini tuende na wakati. Lengo la baraza ni kuwa na viongozi ambao watakuwa ni viongozi wachapakazi, viongozi shirikishi, viongozi wenye weledi, na viongozi wenye nia madhubuti ya kuendeleza na kuendesha ustawi wa jamii ya Kiislamu. Hatuna ule utaratibu wa kuzuia watu wasiingie katika nafasi za uongozi, na sisi tumewaeleza viongozi wetu kwamba katika maeneo yetu yote viongozi wetu wazuri ni wale ambao watatengeneza viongozi wengine. Katibu mkuu aliyekaa hapa ni katibu mkuu mzuri ambaye atatengeneza mtu ambaye atafaa kukaa katika nafasi hii hata watu 6, 7 au 8. Kwa hiyo tunatarajia kwamba viongozi wa BAKWATA wa sasa waliopo watatoa ushirikiano mzuri katika ngazi zote kuhakikisha kwamba kila aliye na sifa ya kupata nafasi ya uongozi katika BAKWATA basi anaipata nafasi hiyo bila vikwazo vyovyote vile. Lakini watakaokuwa wanaamua ni wale wajumbe ambao wataingia katika kupigia kura na kuamua. Uchaguzi utakuwa ni wa huru na haki, na katibu mkuu ndio mkurugenzi wa uchaguzi wa BAKWATA katika ngazi zote, ndio mkurugenzi mkuu, lakini na wakurugenzi wasaidizi katika ngazi ya mkoa, wilaya na hata kata. Makatibu wote wa mikoa ni wakurugenzi wasaidizi katika mikoa hiyo. Kwa hiyo watafanya utaratibu huo, lakini pia kabla ya uchaguzi pia tunatarajia kufanya semina kubwa ya mikoa, watendaji wote wa mikoa yote kujua taratibu mbalimbali za uchaguzi ambazo zitatumika ili wawe na uwepesi na urahisi wa kufanikisha zoezi hili. Tunachowaomba wanahabari, mtusambazie hizi habari kwa watu wengi pasavyo, habari zifike, lakini pia tusaidiane katika kupeana taarifa pale ambapo kutakuwa na mkwamo wa aina yoyote, ili zoezi hili liende kwa haraka na salama. Kama alivyozungumza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hotuba yake ya baraza la Eid, alituasa kwamba tuwe makini katika uchaguzi, kwa sababu uchaguzi, hakuna uchaguzi mdogo. Uchaguzi ni uchaguzi na hakuna uchaguzi mdogo, na wasia ule wa Mheshimiwa Rais tuliuchukua kwa sababu taasisi zetu za dini kiutaratibu ni taasisi nyeti na maalum zinazohusiana na masuala ya ulinzi na usalama wa taifa. Kwa hiyo tutakapokosea katika masuala ya uchaguzi, pia tutaingiza taifa katika mtihani mmoja mkubwa sana. Kwa hiyo tuko makini kuhakikisha kwamba wale wote watakaoingia katika nafasi hizi za kuchaguliwa ni wale ambao watajali maslahi ya Waislamu wenzao, Uislamu, lakini maslahi ya jamii nzima na nchi nzima, na kujua kwamba tunaishi katika nchi ambayo ni ya kisekula,
lakini pia inahitaji ushiriki wa kila mmoja kuhakikisha kwamba usalama na amani ya nchi inakuwa ni jukumu letu sote. Tunaomba sana wanahabari mtufikishie habari hizi, na tunawashukuru sana kwa ujio wenu, na pale ambapo mtahitaji tena maelezo yote tuko tayari kutoa maelekezo na maelezo hadi hapo uchaguzi utakapokamilika. Wabillahi tawfiki wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hii ni Mtoro TV.